CRDB Bank is the largest bank in Tanzania. It was established in 1996 and is now a leading financial services provider. Kwa majina naitwa George Richard Ngazi kwa niaba ya branch manager wa Tarime branch CRDB. Nichukue nafasi hii kwanza kuweza kuwashukuru nyinyi na watu wengine ambao wamekuja siku ya leo. Hilo ni swala jema ambalo kama wana Tarime tunashukuru kwamba tumefanikisha kwa heri. CRDB Bank, the bank that listens. Lengo kubwa kabisa ni kuwaelezea wateja kwamba sasa hivi huduma zetu za mikopo zimerahisishwa zaidi na mikopo yetu ni rahisi. Lakini mara nyingi tunatumia pia seminar kwa ajili ya kupata feedback. Kiswahili chake ni kigumu kidogo, mrejesho. Yaani wateja huduma zetu wanazionaje? Bosi wa Tarime yupo hapa. Mengine yatakayomshinda tutayachukua kama maoni kuyapeleka makao makuu kwa ajili ya kufanyia kazi. Benki mara nyingi inafanya vitu vingi kwa kutokana na mrejesho unaopata kutoka kwa wateja. Kwa mfano unaweza watu wa asirani. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba tunataka ATM sehemu fulani au kuna kitu fulani. Kwa hiyo ni eneo ambalo tukipata hizo feedback au tunapokuja pale tawini kuna foleni kubwa sana, tufungulie tawi lingine tena sokoni. Kwa hiyo tunategemea tunasema discussion ambayo itakuwa imechangamka kidogo. Yaani naomba msiwe wasikilizaji au wazungumzaji. Sisi tupate feedback zaidi kutoka kwenu. Pale kwenye mapungufu ili tuweze kurekebisha. Lakini mapungufu yetu yasiwe yale ya pesa. Unajua kuna unaweza kugombana na mtu. Ili la kusaidia na watu wengine. Sisi tumeelewana jamani. Kuna mwingine anaweza akatoa sababu ugomvi na mtu wa binafsi. Hapana. Naomba tutoe yale mapungufu ya nini? Ya kampuni. Yaani labda kwamba kuna wateja kwa wengi au kuna hiki na hiki ili tuweze kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo nafikiri naomba nimkaribishe meneja biashara atatuelezea yeye alikuja navyo alafu tutaendelea zaidi. CRDB ni zaidi ya wakala, inaitwa broker. Broker iko juu kidogo ya wakala. Nafikiri unafahamu, wewe ni mtu wa bima unajua. Lakini kwa faida ya watu wengine, mimi ninaweza kufanya biashara ya bima na kampuni yoyote ya bima iliyosajiliwa na shirika la bima la taifa. Ndio maana ya mimi broker. Lakini nikirudi sasa kwenye kampuni ambayo naifanyia kazi au tunafanya kazi kwa kushirikiana ni kampuni ya Resolution Insurance kwa upande wa bima ya afya. Lakini kwa upande wa bima zile nyingine tuna kampuni nyingi. Tuna Sanlam, tuna Jubilee, tuna Britam, tuna Alliance, tuna UAP, tuna Strategies, tuna Metropolitan, makampuni yote unayojua. Ndio tunasema ulipo. Nipenda kuchukua nafasi hii pia kuwashukuru sana wageni wote waliohudhuria hapa. Hii ni ishara kubwa kwamba CRDB inatupenda. Lakini vile vile pia niwaambie kwamba tunawaahidi huduma bora kabisa na milango ipo wazi wakati wote. Upande wangu nilikuwa nimejiandaa kwa ajili ya kuelezea huduma za bima kwa sababu CRDB Bank pia tunatoa huduma za bima mbalimbali ambazo zinalinda mali, vile vile zinalinda afya ya mteja na mwananchi. CRDB Bank tuna makundi mawili ya bima. Kundi la kwanza ni bima ya ujumla, kwa maana nyingine ni general insurance. General insurance yenyewe inakava vitu mbalimbali ikiwemo bima za magari, pikipiki, na bima za nyumba, bima za mali, bima za stock, kuna bima za usafirishaji. Kwa maana nyingine kwamba mfano kwa unatoa mzigo kutoka Dar es Salaam kuja Tarime, basi unaweza kukatia bima mzigo wako kuanzia siku ile mpaka siku mzigo unapofika, maana yake unakuwa ndani ya
ya coverage ya bima. Chochote kinachotokea pale katikati basi kinakuwa covered. Vile katika upande wa bima za magari na bima za pikipiki, kwa hiyo tunakata bima kubwa pia na bima ndogo. Kwa maana nyingine ni comprehensive na third party. Lakini pia nikienda mbali zaidi katika bima za biashara, tuna bima hizo za stock kuhusiana na masuala ya moto. Pia tuna bima za stock biashara kuhusiana na masuala ya wizi. Yote hizi CRDB inaangalia kwa sababu tunaangalia namna gani ya kumlinda mteja, namna gani ya kumfanya mteja aweze kuendelea mbele na asiishie pale pale. Kwa hiyo basi nipende kuwakaribisha wale wafanyabiashara tuweze kukata bima. Gharama ziko nafuu kabisa. Linda biashara yako, linda mtaji wako na bima kupitia CRDB Bank. Vile vile basi katika upande wa upigaji wa bima tuna bima za afya, medical insurance. Bima hizi zinalinda afya ya mteja au afya ya mwananchi kwa gharama nafuu kabisa. Kwa CRDB tunatoa bima ya afya inaitwa Resolution Insurance. Bima hii ipo katika makundi mawili na imepewa jina la afya bora. Kuna afya bora ya mtu mmoja na kuna afya bora ya familia. Gharama zake ni nafuu sana. Sote tunatambua kwamba swala la afya ni swala muhimu sana kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya uzalishaji, kwa ajili ya maendeleo binafsi na maendeleo ya familia na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Uweze kuwa unaumwa alafu unafanya biashara, uweze kuwa una afya mbovu alafu unafanya biashara, usitegemee kufanikiwa. Kwa hiyo basi CRDB tunatoa bima hizi. Hii ni moja kati ya kadi za bima za afya. Kadi hii inapatikana kwa bei nafuu kabisa, au kwa gharama nafuu kabisa, shilingi 85 na shilingi 86 kwa mtu mmoja kwa mwaka mzima, shilingi 86 kwa mwaka mzima. CRDB Bank, the bank that listens. Nachotaka kuuliza CRDB kwa wateja, kwa mfano hapa Tarime kuna watu walikuwa wamechukua mikopo kwenye mabenki tofauti. Sasa ni assume CRDB, lakini biashara zao zilikuwa kwenye soko kuu ambapo pamevunjwa, na wakati wanavunjiwa serikali ilikuwasiliana na CRDB kwa ajili ya kuona namna ya kuwasaidia wateja wao. Sasa hivi biashara ilikuwa inavunjwa na refund haipo, na ameweka nyumba yake rehani kama dhamana. Yeye kama CRDB mnamsaidia au mnasaidiaje hapo? Si kwamba Tarime hii ni benki moja au mbili tunakwenda kukopesha. CRDB pia tunawaambia wengi sana tunawakopesha, si ndio? Lakini wafanyabiashara hawa wanafanya kazi katika mazingira sawa sawa na wale wengine ambao wanapata shida. Hakumaanishi au hakuhalalishi swala la mteja kushindwa kulipa ikiwa na maana kwamba hataweza kuuza nyumba yake, lakini tumekuwa kuna hatua 1, 2, 3 za kuhakikisha kwamba huyu mteja alipokwama ameinuka. Yawezekana ndio maana mpaka leo hii unakuta maandishi yetu yanayoandikwa CRDB kwenye bima nyingi hayaonekani. Sawa? Kwa hiyo tuna taratibu za kuweza kukaa na mteja. Wako wengi tumekaa nao, anajaribu kuongea mpaka kiwango chake cha mwisho. Kuna shida kama hizo mlizoongea zinaelezeka, si wenyewe tunaona, lakini mnakaa naye mnamuomba, mnajaribu kusikiliza yeye anaweza kutoa kiasi gani. Mnafanya restructure taratibu, lakini ni mpaka lile janga liwe ni janga ambalo wote tumelishuhudia na tunalifahamu. Haya ni machache, tuna mengi. Lakini pia ningependa kuwashukuru washiriki wengine wote ambao wameuliza maswali, wametoa maoni. Sisi kwetu hiyo tunaona ni kitu cha thamani sana. Ndio maana tuliwaita ili tuweze kuelewa wapi ambapo kunaonekana hatufanye vizuri kama benki, sehemu zipi tunaweza kuboresha na sehemu zingine zipi pia tunaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tunashukuru kwa nyinyi wote kushiriki, lakini bado pia tunataka kusema tumeboresha sana huduma zetu za benki kwa sasa. Hata ukifika tawini huwezi kuona kuna foleni nyingi. Sasa tuna wakala wengi pia wako mtaani. Kwa hiyo hata kama mtu anasema kwamba anafika tawini anataka kupata huduma ya kuweka hela, sidhani kama unaweza kukaa kwa muda mrefu. Sasa tuna wakala wengi wako huko mtaani, bado mnaweza mkawaona na wakahudumia. Ukitaka kufanya chochote, kutoa hela, bado wakala anaweza kukusaidia.
Ukifika tawini unaweza kufika tawini labda kama unataka kutoa zile hela nyingi sana, lakini huduma nyingi za kimsingi unaweza kupata kwa wakala. Na mambo ya kusema foleni zimepungua sana. Labda kwa sasa kidogo tu msimu wa ada unaweza kukaa na watu wengi kutokana na hiyo ada. Lakini bado nikisema tumeboresha sana huduma zetu, bado tukiomba wateja wetu mtuletee na wateja wengine ili kusudi uweze kupata wateja wengi zaidi. Kwa hiyo tunaomba nyinyi muwe mabalozi pia kwa kuleta wateja wengine. Lakini bado tunawashukuru pia kwa kuwa na sisi na pamoja pia na kutuvumilia kwa mapungufu ambayo kama kuna mapungufu ambayo yamejitokeza. Tunajua inawezekana kukaa na mapungufu ya namna moja au nyingine, lakini tumeamini bado mnatuvumilia na haya mapungufu. Na bado sisi tunasema kama pana shida mahali popote tuambie, tutarekebisha, lakini lengo kubwa ni kutaka kushukuru kwa kuwepo na nyinyi, na tunaomba bado tunaombeni bado tuendelee kuwepo ili tuweze kuboresha biashara yetu hii ya benki, na nyinyi wateja wetu pia mfurahie muone CRDB ni sehemu sahihi zaidi kwa wewe. Lakini mwisho ningependa kumalizia kwa kusema tunawashukuruni sana kwa kushiriki katika semina hii. CRDB Bank, the bank that listens. Kwa majina naitwa Boniface Amos Francis. Nimehudhuria semina leo ya CRDB kuhusu mambo ya biashara na jinsi wanavyotoa mikopo. Hii semina imeenda vizuri na ilinganisha na ya mwaka 2009 ambayo tulikuja kuseminishwa na Claudia aliyetoka makao makuu. Kwa hiyo tumefaidika. Tunaomba CRDB na tukumbuka kila mwaka inatuletea semina za namna hii kubadilishana mawazo mawili, tunajua namna ya kuendesha miradi yetu. Jina naitwa Nyamuhanga Arachioni, ni mkurugenzi wa kampuni ya Chironi Limited. Semina, nashukuru kwa kushiriki semina hii. Kwa kweli nimejifunza mambo mengi sana, lakini pia nimeona maboresho ya benki ya CRDB Bank ilivyoboresha. Tumejifunza, tumegundua kumbe hata kuna akaunti nyingi ambazo mtu anaweza akawa nazo, zipo za bonus, zipo kadi ambazo zinaweza kumwezesha mteja kutoa hadi milioni 20 kwa siku kwenye ATM. Kumbe tumegundua ni benki yenye maboresho mengi zaidi na zaidi tena. Lakini pia semina hii tumeifurahia kweli, na tumeona kweli ina manufaa mengi kwa wananchi, hususani hasa kwa wateja wake. Pia imeboresha hata riba zao pia ziko chini kweli. Wito wangu, nipende kutoa wito kwa wateja wote wa Tarime branch CRDB pamoja na wateja wote Tanzania nzima wa CRDB. Karibuni, tembeleni katika matawi yetu kokote pale walipo, muweze kupata huduma bora sana zinazotolewa na benki ya CRDB. CRDB, ulipo tupo. CRDB Bank, the bank that listens.